We know the Bible says that in the last days there will be confusion. There will be difficult times. We live in these difficult times. Tunajua kwamba maandiko yanasema kwamba siku za mwisho tutaishi nyakati ngumu sana. And we are indeed living in difficult times. Na tuko tunaishi sasa kwa muda ambao uko nguvu sana. Kwa wakati mgumu sana. I remember in 2010 throughout 2012, I used to hear the Lord's voice that there will be spirits of confusion everywhere. Nakumbuka katika mwaka wa 2010 kuendelea 2012 nilikuwa nisikia sauti ya Bwana ananiambia kwamba patakuwa pepo ambazo zitachanganya watu. Pepo zitaleta watu kuchanganikiwa ama kuchanganya watu sehemu zote. Spirits of confusion everywhere. Spirits that will deceive the people. Ni mapepo ambayo yatafanya watu wanapotoshwa. People will be deceived. There will be spirit that will confuse people. Which means the spirits, evil spirits, will have a mission to deceive the people. Yani mapepo yatakuwa na kazi ama huduma ya kuwachanganya watu na kuwapotosha watu. We are living in the very last days. Amen. For many people, it's very hard to know or to discover what spirit is working in truth. Kwa wengi ni ingali vigumu sana kugundua ama kujua ama kutambua ni roho gani ambayo inatumika kwa ukweli. Because the Bible says there will be many spirits, we have to try or to test every spirit. Biblia inasema kwamba kutakuwa roho nyingi, lakini ni lazima tujaribu kila roho. We have to test all the spirits to see if they come from God. Tujaribu kila roho ili tujue je zinakuja zinatoka kwa Mungu. How do we test spirits? Tunajua vipi roho? How do we test this pastor has a spirit or this prophet? The spirit behind what he is doing is a spirit of God. Tutajuaje huyu mchungaji ama huyu nabii hewa ambayo iko nyuma ya mambo ambayo kwa anafanya inatoka kwa Mungu? How do we know? We know it by the word of God. We will see it in the word of God. Tunayajua kupitia neno la Mungu na tunakwenda kuyaona kupitia neno la Mungu. Bwana sifiwe. Many of those who are being deceived are those who cannot read the word of God. Wengi kwa wale ambao wako wanapotoshwa ni wale ambao hawawezi kusoma neno la Mungu. They cannot read the word of God for themselves. Hawawezi kujisomea neno la Mungu, ndio maana wanakubali kila kitu. Listen, if you are not able to understand or to know what the word of God is, if you do not know what the word of God is, you will be deceived by the words of the devil. Kama hujui neno la Mungu ni nini, utapotoshwa na maneno ya shetani. If you do not know the voice of God, you will be easily deceived by the voice of the devil. Because in these days, people are listening to every voice. Kwa wakati huyu, watu wanasikiliza kila sauti. People are listening to everybody who calls. Watu wanasikiliza kila mtu ambaye anaita. Watu wa Mungu, people of God, we were not supposed to listen to every voice. Because we know the voice of our Father. We know the voice of the Holy Spirit. We hear our Father speak through the word of God. Amen. Through his word. Tunamsikia Mungu akiongea kupitia neno lake. If you are not grounded in the word of God, you will be easily deceived by other voices. Kama hauna mizizi ndani ya neno la Mungu, itakuwa vyepesi kwako kupotoshwa na sauti yoyote ile. If your faith is not grounded in the word of God, it will be easily for you to be deceived by everybody, by every spirit, by every doctrine. Kama imani yako haina mizizi ama misingi ndani ya Kristo au ndani ya neno la Mungu, itakuwa vyepesi kwako kupotoshwa na kile kitu, kila chochote kile ambacho unakisikia, kila sauti itakwambia na unatii. For those who don't want to be deceived by evil people or fake pastors or fake prophets, you have to know first who the genuine pastors are, who the genuine prophets are. Because if you never experienced living with a true man of God, if you never lived with a true man of God, if you never walked
with a true man of God, it will be difficult for you to understand or to discover who is a fake man of God. Understand? If you never lived with a true servant of God, it will be difficult for you to know who is a fake servant of God. Understand? On this earth, many genuine things, many original things, they have a photocopy. Hallelujah. If you never knew to identify the voice of God in your life, it will be difficult for you to know the voice of the deceiver or the voice of the imposter. It will be very difficult. People, we need to seek God by prayer and reading the Word of God. Prayer and reading the Word of God. If we have time to meditate the Word of God, to read the Word of God in order to understand it, there is nothing that will come to deceive us. Nowadays, many people are being deceived. I've seen people some people, they call themselves servants of God. They wash their dirty feet on top of people. All that dirty water comes on top of people. You understand what I'm talking about? Nimeshaona watu ambao wanasema na watumishi wa Mungu, wanaosha miguu yao michafu, wanaioshea juu ya watu ambao wanataka uponyaji. When people are desperate, they need healing. They need miracle. It's very dangerous to look for a miracle before you get saved. You're going to get anything. We have to look for salvation first. What does Jesus say? Jesus says, seek first the kingdom of God and everything else will be added unto you. Hallelujah. Amen. Seek first the kingdom of God and every other blessing will follow you. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, alafu kila baraka zitakufuata. Ni hasara ama ni hatari kubwa ikiwa watu watatafuta miujiza ya Mungu na hawajamjua Mungu. Watu wanatafuta miujiza ya Mungu na bado hawajamjua Mungu. Watu wanatafuta uponyaji. Watu wanalilia kupata uponyaji. Watu wanataka upako wa Mungu na bado hawajamjua Mungu. People are crying. People need to get healed. People are so desperate. They want God's miracles, signs and wonders before they seek God first. We have to seek God first. Otherwise, we will be deceived. We will be deceived by herbalists. Witch doctors that put suits on, they will deceive us. Because when witch doctors put suits on, they carry the Bible with them. Oh, a pastor, a man of God. Without knowing that is a man of God with a T at the end. May God help us. Wakati tuko tunafuata watu ambao tujui tunafikiri ni watu wa Mungu, kumbe ni watu wa mbuzi ama watu wa shetani. Mungu atusaidie sana. May God help us. In order to know a fake pastor, you have to have met a true, genuine man of God. That's how you'll be able to know this one is a fake pastor. Many people never met a man of God before. When they are desperate, the first thing they meet, a fake pastor. A sangoma. Watu wengi hawajakutana na watu wa Mungu wa ukweli. Watu wengi hawajakutana wakati ule na matatizo, anapata tu tatizo, anafanya kutanana na watumishi wa Mungu wa bandia. Ni pale ambako watu wanapotea. That's where people get deceived. Ni pale ambako watu wanapotea na kudanganywa. Mungu atusaidie sana. Like I said, before you know the lies of the devil, before you identify the lies of the devil, the crookery of the devil, you have first to be grounded in the Word of God. You have to be the follower of Christ. You have to know the Word of God. You have to know who you are in Christ. You have to know your position in God so that you'll be able to understand the tricks of the devil. Hallelujah. Ili wewe uanze ugundue uongo wa shetani, inabidi kwanza ujue ukweli wa Mungu. Inabidi ujue ukweli wa Mungu, ndipo utagundua uongo wa shetani. Bwana sifiwe. Amen. So, like we have already read in the Bible, so the devil will use fake miracles to deceive many people. The devil will use only the people who obey him.
The people who obey him, the people who are looking for fame and the popularity, they will try their best to use fake miracles so that they will gain money, they will gain people behind them. Hallelujah. Instead of making disciples that will follow Christ, they will make disciples that will follow themselves. Shetani atawatumia wale watu ambao wanatafuta cheo, wanatafuta kujulikana, wanatafuta pesa ili kufanya miujiza ya uongo. Na wanawavuta watu kuwa wanafunzi wao peke yao, sio kuwa wanafunzi wake Kristo. Mungu atusaidie sana. Bwana tuhurumie. But many people know about the truth of the gospel already. Many people know, many people have heard about the truth of the gospel already. The Bible says, because they have refused to follow the truth. They have refused to accept the truth after knowing it. What the Bible says is, God will then send them spirits of deception so that they will accept the lie and perish. Watu wengi wamekwisha kujua ukweli wa Biblia ni upi, lakini wanakataa kupokea. Lakini Biblia inasema hivi, kwa sababu hiyo, for that reason, kwa sababu hiyo Mungu atawatumia pepo za upotevu ili basi wakubali uongo. Mkubali uongo sasa, kwa sababu mmejua ukweli mnakataa kupokea. Now, receive the lies already because you know the truth. You refuse to embrace the truth. So God will send them. God will send them. Did you hear it well? Jo umesikia vizuri? Ndio. God will send evil spirits to make them believe in the lies. Mungu atawatumia mapepo ili yawafanye kukubali uongo. Kwa sababu wamejua ukweli wakaikataa. Sasa mmekataa ukweli, basi ikubali uongo basi. For what reason God will do that? So that they will perish. Kwa nini? Ili wapotee. Kwa sababu wamekataa ukweli. Jesus said it clearly. For God has sent his son so that everybody that accepts will be saved. But those who are refusing the Son of God, they've already been condemned. Mungu amemtuma mwanawe ili afe msalabani, lakini wale ambao wamemkataa tayari wamekwisha kuhukumiwa. Wamekwisha kuhukumiwa. By refusing Jesus Christ, by rejecting Jesus Christ, the Son of God, you have already been condemned without knowing. Umekwisha kuhukumiwa kwa kumkataa Kristo tu. Unakataa ukweli, kumbe Mungu ataziacha zile nguvu za giza zinakuvamia, unakwenda na uongo. Unakubali uongo ili upate kuhukumiwa. So Mungu atusaidie sana. May God help us. May God help us. There are so many spirits. Siku hizi watu wengi wako wanasema, na mimi niko nabii, nabii fulani atajitaja jina. Na mimi niko nabii fulani. Mungu ananiambia, niambia watu wote eti mtoe katika vitabu, mtapata nywele katika vitabu, mtie ndani ya maji kisha mwanze kunywa, familia yote mnywe maji. No, those are Swahili audios that are going viral to say, I am also a prophet. God has showed me that people should start searching from the Bible. You will see pieces of hair, then put that piece of hair into the water and then start drinking the whole family so that corona will go, so that we will be healed from corona. Even the people who have no corona, they are doing that. Na wale watu ambao hawana hata ugonjwa wa corona wamefanya hivyo. I've heard audios from all over the world in Kirundi, in Swahili. Say, hey, even me, I found that hair. I found the hair in the Bible. It's amazing. I already put in the water. Me and my family have already drank that water. Hata wengine wanasema, tayari, shetani anakufanya kuona nywele ndani ya Biblia. The devil will make people to see the hair in the Bible. Oh, okay, it's true. That prophecy is true. I can see the hair. Wait, the second page, another hair. Oh, wow. So we are drinking hair juice. Wanakunya ji ya nywele. Ushaga ji ya nywele, ushaga yona wapi. Now, there's another voice that said, another guy said, no, guys, no. Now I'm the true prophet of God. God has revealed to me that people, you must smash your TV. You must smash your TV set. Then inside there you will see a blue cable. So start chewing the blue cable so that you will be healed from coronavirus. Hata wale wenye hawana coronavirus watatafuta kuvunja TV zao ili wapate ile kamba ya blue. Watu wanaambiwa, eti mimi ni nabii jamani, Mungu ameniambia. Jamani wenye wako na matelevision, taanza kuzivunja mkamata zile kamba za blue, mwanza kuzitafuna, ndio mtapona corona. Haya ni mambo gani?
Hadi mambo gani? Sasa inakuwa mitani. Mambo ya unabii, now it's become a joke. It's become a joke. Excuse me, but I heard another audio. Someone says, guys, now I'm a real prophet. And then they say their name. Now God has told me, people, you must wake up and fart in the midnight. Then Corona is gone. Haya ni mambo gani katika Ukristo? Wengine wanaambiwa ati jamani muamke mnyambe misuzi sasa ya usiku Corona itaondoka. Hata wenye wana corona wanadanganywa. Even the people who have no coronavirus, they are being deceived. We are living in the last days. Don't listen to every voice. Usisikie kila sauti. If you know what you have received already, unajua ambacho umekipokea. Unajua imani ndani ya Kristo ulioipokea. Usifuate sauti yoyote. If you know that kind of faith that you have received in Jesus, don't follow every voice. Don't listen to every voice. They are deceiving you. Mungu atusaidie sana. Today I want to encourage you to receive the Lord Jesus Christ. Nataka kuhimiza kumpokea Bwana Yesu Kristo. Umpokee Bwana Yesu Kristo. Na kwamba utubu, ukubali injili ya Kristo, kisha uwe mfuasi wa Yesu Kristo, ndipo utakaoona ufalme wa Mungu. I encourage you to repent and receive the Lord Jesus Christ in your heart. Then become his follower, become his disciple. That's how you will enter the kingdom of God. Amen. Bwana wabariki. May God bless you. Amen. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, we thank you for your word. We pray, Father, that you open our eyes so that we can see. Open our eyes, Father. Open our ears so that we can go back to the word of God. Father, we pray that we will be able to go back to the truth of the word of God. Father, help us to go back to the truth of the word of God. Baba, tusaidie kurudia katika ukweli wa neno la Mungu. Kwa jina la Yesu. We refuse all the spirits of deception. In the mighty name of Jesus, we refuse all spirits of lies. Tunakataa mapepo ya upotevu, tunakataa mapepo ya uongo. Father, we pray that you hide us in your life. Utufiche katika upendo wako. Kwa jina la Yesu. Mungu, naombea nyumba za waamini. Father, I pray for the homes of believers. Protect them, oh Lord. Protect them in your mercy. I pray, blood of Jesus Christ cover them. Damu ya Yesu Kristo ipate kuwaosha na kuwafunika katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ipate kuwafunika walio katika nyumba za waamini katika wakati huyo mgumu. Father, I pray for those who are sick, oh Lord. I pray for those who are sick, heal them, Father. Naombea wale ambao ni wagonjwa uwaponye. Even those who are not sick, Father, protect them in the mighty name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. I say believe and be healed in Jesus' name. If you are sick, if you are suffering, I say believe in Jesus Christ and be healed in Jesus' name. Kama wewe ni mgonjwa, unasumbuliwa na magonjwa na matatizo, nasema amini jina la Yesu Kristo na pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.